Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika ibada ya asubuhi ya Anza Siku na Bwana inayokuja kwako na mimi Pastor Miamba, na tunamshukuru Mungu kwa ajili ya mwezi Novemba ambao Mungu ameendelea kusema nasi kwa namna ya tofauti, lakini kwa lugha ile ile ya kwamba anaenda kutuimarisha. Kwa kuwa ni siku ya kuimarishwa na Bwana na ni mwezi wa kuimarishwa na Bwana, kuna namna Mungu anaenda kutuimarisha katika kona mbalimbali, na leo Bwana akasema nami ya kwamba anaenda kutuimarisha katika kuisikia sauti yake. Anaenda kutuimarisha katika kuisikia sauti yake. Na nataka nikuambie tu kitu kimoja. Inaweza ikawa ni kiu ya watu wengi sana. Hata mimi mwanzo ilikuwa ni kiu yangu sana kwamba ije siku niisikie sauti ya Mungu. Nikanajiuliza, hawa wanaosemaga wanasikia sauti ya Mungu wanasikiaje? Yaani inasikikaje? Yaani inakuaje? Nikawa na kiu sana. Baadaye nikaja dhani ya kwamba sauti ya Mungu yani kile unachokiwaza. Kwa mfano ukiwaza upendo, ukiwaza amani, basi ni sauti ya Mungu, kwa sababu Mungu ni wa upendo, Mungu ni wa amani. Kwa hiyo mawazo yangu yakiwa mazuri ni sauti ya Mungu. Lakini bado ndani yangu nikasema hapana, kwani hiyo sauti ya Mungu yenyewe ni ya nani? Inakuaje? Kwa sababu hata kuwaza upendo kuna watu hawajaokoka na wanawaza upendo. Je, ile nao ni sauti ya Mungu? Kwa nikawa najiuliza maswali mengi sana ambayo yakanifanya nianze kuperuzi katika ulimwengu wa roho na kuijua sauti ya Mungu. Tunapoisikia kwamba ni sauti ya Mungu, hii sauti ya Mungu inakuaje? Na je, Mungu anasema kwa wakati gani? Anaongeaje? Yote haya ilikuwa ni katika hali ya kutaka kuisikia sauti ya Mungu. Na Mungu ni mwaminifu. Ipo nyakati ambayo unaweza kuwa na kiu, halafu kajiuliza lini utakuja kuondolewa hiyo kiu. Lakini Bwana alinitendea muujiza. Nikaanza kuisikia sauti yake. Na nilipokuja kuisikia sauti yake, ndipo nikajua kwamba anayesema naisikia sauti ya Mungu kweli kweli, ni ngumu kuielezea. Ni ngumu kusema kwamba sauti ya Mungu iko hivi. Ni ngumu kumwelezea mwenzio. Kwa sababu ukishaelewa tu, Mungu anakuwa anakufundisha tu kama vile ambavyo amekufundisha. Yaani unakuwa tena muda wote unajua kwamba hii ni sauti ya Mungu, hii sio ya mwanadamu, hii ni ya Mungu, hii hapana, hii ni akili yangu. Yaani unakuwa huna maswali mengi zaidi. Unakuwa tu moja kwa moja unajua ya kwamba hii ni sauti ya Mungu moja kwa moja. Kwa hiyo tunapoenda kumwomba Mungu atuimarisha, hata mimi Mungu aliniimarisha na nikaanza kuisikia sauti yake, nikaanza kumsikia Mungu akisema. Na ndio maana hata hapo napoona haya yote haya tunayoyaongea hapa, sio akili tu kwamba mchungaji amekaa ama asema hivi labda niongee nini. Hapana. Ukisema uongee kwa staili hiyo, hata namna ya watu kupokea hawezi wakapokea, kwa sababu ni kitu chako. Lakini sauti ya Mungu inapokuja ndio kama hii inayotuambia kwamba leo nenda kaseme hiki, leo utakuwa kwenye ukurasa huu, kama vile mbingu zilivyo katika ukurasa huu. Kama Biblia inasema utupe leo riziki yetu, anasema hivi tusamehe dhambi zetu. Sasa kama vile wasema, akasema hivi, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama mbinguni. Yani lazima uisikie sauti ya Mungu itakao kupa ukurasa mmoja wa kinachoendelea duniani na kinachoendelea mbinguni, kiweze kuwa pamoja. Wazungu wanasema kiweze kublend ama kiwe synchronized, kwamba unakuwa unaongea kile ambacho Baba amekuambia uongee. Hiyo ndio changamoto au uhitaji wa watu wengi. Wangetamani, mtu yote aliye rohoni angetamani kuwa na uhakika wa sauti ya Mungu, kwamba hii ni sauti ya Mungu inaongea na mimi. Tunajua kuna levels mbalimbali. Mungu anaongea na level mbalimbali. Lakini kwa bahati mbaya haongei kwa design moja. Na ndio maana Biblia inasema njia za Mungu hazichunguziki. Atakapoongea na Musa sivyo atakavyoongea na Yeremia. Atakavyoongea na Yeremia sivyo alivyoongea na Ezekieli. Alivyoongea na Ezekieli sivyo alivyoongea na Hagai. Kunakuta anaongea kwa mitazamo, kwa namna, kwa majira, kwa nyakati, kwa mitindo tofauti ambayo hawezi kuchunguzika afu kamwambia Mungu yuko hivi.
Yani utaishia tukisema Mungu yuko hivi kwenye maandiko, hata maandiko yenyewe huwezi kuyamaliza. So kila siku maandiko yanageuka. Kila siku maandiko tunapata chakula kipya kwenye maneno yale yale, neno lile lile, chakula kipya kila siku. Na ndio maana utasoma vitabu vyote lakini huwezi maliza kusoma Biblia, kwa sababu kila siku ina ufunuo mpya, na kila ufunuo ni sauti ya Mungu. Sasa levels za kuisikia sauti ya Mungu ndio zinatofautiana. Kuna level ambayo ni ya kawaida, ambayo kila mtu anaweza akaisikia kwa style hiyo, anasema general understanding ya sauti ya Mungu, yani general understanding, ufahamu wa pamoja wa sauti ya Mungu, kwamba Mungu akasema na amani ya mioyo yenu na iamue nafsini mwenu. Kumbe kuna amani ikiamua nafsini mwetu, inatupa kwamba Mungu amesema. Hiyo ni sauti ya Mungu, kwamba nataka nifanye jambo fulani, nafsi na amani. Unajua kabisa hapa hapa hapana, Mungu hajapenda, lakini nafanya kitu fulani na amani. Najua hapa kweli Mungu amefanya, amependa. Sasa hiyo ni level ya kwanza ambayo Mungu aliruhusu kila mtu aisikie sauti yake. Kila mtu aisikie sauti yake, kwamba hiyo sasa ni level ya kwanza. Sasa ile sauti ya Mungu nyingine ambayo natamani na mimi, ndio hiyo nilikuwa naitamani. Sasa natamani isikie Mungu anasema, yani natamani Mungu aseme hata kwa sauti nisikie. Yani nilikuwa natamani. Hiyo ni level nyingine ya kusikia sauti ya Mungu. Kwa hiyo tunapoenda kuimarishwa na Bwana anapoenda kutuimarisha katika kuisikia sauti yake, anatutoa kwenye ile level ya kwanza, ile beginner, ile level general ya kwamba kila mtu apate nafasi ya kumsikia Bwana kwa amani inayoamuliwa nafsini mwake. Ile amani inayoamuliwa nafsini mwake ni sauti ya mwanzo ya kuisikia sauti ya Mungu. Sasa tunaenda kwenye level ya pili ya kuisikia sauti ya Mungu katika njia mbalimbali tuzo tukaiangalia katika kitabu cha Samueli. Kitabu cha Samueli tunaona maandiko yanaeleza, tukianza kusoma tu Samueli ile sura ya 3, nianze kusoma ule mstari wa kwanza. Maandiko yanasema hivi: basi mtoto Samueli akamtumikia Bwana mbele za Eli, na neno la Bwana lilikuwa adimu siku zile, hapakuwa na mafunuo dhahiri. Ikawa wakati huo Eli alipokuwa amelala mahali pake, tena macho yake yalikuwa yameanza kupofuka hata asiwezi kuona, na taa ya Mungu ilikuwa haijazimika bado, na Samueli alikuwa amelala katika hekalu la Bwana palipokuwa na sanduku la Mungu. Anaanza, basi wakati huo Bwana akamwita Samueli, naye akasema, mimi hapa. Akamwendea Eli kwa haraka akasema, mimi hapa, kwa maana umeniita. Akasema, sikukuita, kalale tena. Naye akaenda akalala tena. Bwana akaita mara ya pili, Samueli, Samueli. Akaondoka akamwendea Eli akasema, mimi hapa, kwa maana uliniita. Akajibu, sikukuita mwanangu, kalale tena. Basi Samueli alikuwa hamjui Bwana bado, na neno la Bwana lilikuwa bado halijafunuliwa kwake. Bwana akamwita Samueli mara ya 3, naye akaondoka akamwendea Eli akasema, mimi hapa, kwa maana uliniita. Ndipo Eli akatambua ya kuwa Bwana ndiye aliyemwita yule mtoto, yani huyo Samueli. Kwa hivyo Eli akamwambia Samueli, enenda kalale. Itakuwa akikuita utasema, nena Bwana, kwa kuwa mtumishi wako nasikia. Nena Bwana, kwa kuwa mtumishi wako anasikia. Basi Samueli akaenda kalala mahali pale. Bwana akaja akasimama akaita vile vile kama kwanza, Samueli, Samueli. Ndipo Samueli akasema, nena Bwana, kwa kuwa mtumishi wako anasikia. Bwana akamwambia Samueli, angalia, nitatenda tendo katika Israeli ambalo kila
atakayelisikia masikio yake atamwasha. Mungu anaanza sasa kuongea naye. Wameshaelewana. Halafu baada ya hapo utaanza kuona kuna mambo mengine, utaendelea kusoma hapo. Mungu anaanza kuongea na Samueli sasa. Lakini ukiangalia mara ya kwanza Samueli alikuwa haisikii sauti ya Mungu. Lakini naongea haimaanishi kwamba iongee. Haimaanishi kwamba Mungu hasemi. Mungu anaongea mpaka hivi leo. Lakini ile sauti kuisikia ndio ilikuwa ni changamoto. Kwamba Mungu anaweza akakuita na usijue kama umeitwa. Samueli aliitwa mara ya kwanza, ameitwa Samueli. Samueli anaenda kuitikia kwingine. Mara ya pili ameenda kuitikia kwingine. Mara ya tatu akaambiwa, sikia, ukiitwa sasa hivi itika. Kwa hiyo ni sauti ya Mungu. Mara baada ya Samueli kuitika, hatujaona tena Samueli akimuuliza mtu kwa habari ya sauti ya Mungu inaitikaje ama inasikikaje. Tukaona ghafla Samueli akaendelea kuimarishwa na Bwana, na tunaona sauti ya Mungu kwa Samueli ilikuwa inasikika vizuri zaidi, kwa sababu unaona hata Mungu alipokuwa akiongea na taifa la Israeli alikuwa akiongea, na unaona Mungu anaenda kumpa maelekezo mfalme. Kipindi hicho Sauli anaenda kumpaka mafuta Daudi. Tunaona Samueli huyo anaendelea. Kwa tayari Samueli akawa yuko na uzoefu wa kuisikia sauti ya Mungu katika mazingira mbalimbali. Kuisikia sauti ya Mungu katika mifumo mbalimbali. Kwa tunaona sauti ya Mungu sasa inaanza kuongea. Samueli tayari kaimarishwa na Bwana. Sikia nikwambie kitu kimoja muhimu sana siku ya leo. Yamkini Mungu anasema na wewe kwa level ile ya mwanzo kabisa, ambayo amani ya moyo ndio inayoamua nafsini mwako. Yaani kwamba huna maelekezo mengine. Bwana atakapoanza kukusikilizisha sauti ukaanza kuelewana naye, kuna maelekezo utaanza kuyapata from there. Kuna namna utaanza kupata maelekezo kutokana na level za kuisikia sauti ya Mungu. Kwa hiyo maelekezo tunayapata kutokana na namna tunapata level ya kuisikia sauti ya Mungu. Ni maombi yangu siku ya leo Bwana anapoenda kutuimarisha, ikiwa ni mwezi wa kuimarishwa na Bwana, Bwana akakuimarishe katika kuisikia sauti yake. Bwana akakuimarisha ama akatujenge zaidi katika kuisikia sauti yake. Sijasema nimefika katika kuisikia sauti ya Bwana, kwa maana Bwana huongea kwa nafasi mpya, kwa sura mpya kila siku. Kwa haya ni maombi ya sisi sote. Bwana azidi kutuimarisha katika kuisikia sauti yake. Kuisikia sauti yake. Nitaenda kuomba wakati huu ili tuendelee tuimarishwe na Bwana kila siku inapoitwa leo, katika level ya kuisikia sauti yake. Twende mbele za Bwana. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai, ninakuja mbele zako kwa moyo wa shukrani. Ninakushukuru kwa vile ambavyo unazidi kusema nasi kila siku inapoitwa leo. Hata leo na wakati huu unasema nasi. Unasema na mioyo ya watu wako. Unatusemesha kwa namna isiyo ya kawaida. Roho Mtakatifu, endelea kusema nasi. Endelea kutufundisha kuisikia sauti yako, Bwana. Ile sauti yako ya makatazo, sauti yako ya maonyo, sauti yako ya furaha na mapongezo, kwa namna yoyote unataka kusema nasi. Mungu, endelea kusema nasi. Endelea kutufungulia macho ya rohoni tupate kuona. Endelea kufungua sikio la rohoni tupate kusikia sauti yako, kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Baba, asante kwa maana tupo tayari kusikia, nasi tutasikia sauti yako kwa bidii. Mungu aliye hai, tupe neema ya kutengenezwa, tupe neema ya kuimarishwa katika kuisikia sauti yako, katika jina la Yesu. Baba, asante kwa neema, asante kwa mafuta. Sifa na heshima vyote ni vya kwako, ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai. Amen, amen, amen. Mungu wangu akubariki sana. Basi utaishika sadaka yako nzuri kwa Bwana. Wewe ambaye unaisikia sauti ya Mungu kwa nafasi yako, utaishika sadaka yako kwa ajili ya kuisikia sauti ya Mungu zaidi. Wewe ambaye hujaisikia sauti ya Mungu, hata ile amani ya moyo, yani ukipata amani ya moyo ndio unaipata amani ya kwenda kufanya uharibifu, bado hujaanza kuisikia sauti ya Mungu hata level ya mwanzo. Kwa na wewe shika sadaka yako, utaiachilia hiyo sadaka yako. Kwa hiyo tutaenda viwango hata viwango.
kuanzia mimi nayeongea hadi yule asiyesikia kabisa, wote tutaenda viwango hata viwango. Kwa hiyo utaishika sadaka yako ya kuisikia sauti ya Bwana, utaiachilia sadaka yako katika ile lipa namba M-Pesa ambayo ni 577876 au namba za mawasiliano 0713 84 21 23 au 0744 98 25 17. Mungu wangu akubariki, uwe na siku njema. Amen.